kiu kubwa yenu nini nyote ni kupata kadi ya uwanachama. Watu wote ni hapa, tukizungumza na huko mikoani, mnataka kupata kadi ya wanachama. Tunatengeneza mfumo ambao unatoka kwenye ushabiki, iwapo itakubalika. Unatoka katika ushabiki, kwa sababu huko tumeingia mikataba na mabenki na nini na nini. Unatoka katika ushabiki, uta-apply kama kawaida. Nadhani utaratibu ndivyo utakapokuwa. Nadhani kwa sababu kodi lazima ikae, ipitishe staili ambayo mtu ataingia katika Simba. Lakini ninaamini kwamba atakayetaka kuingia katika Simba lazima apitie tawini. Akitoka tawini ndio atathibitishwa huko, atapewa kadi. Hiyo ndio imani yangu, na nafikiri ndivyo itakapokuwa. Sio kwamba utatoka kwenye tawi, utatoka huko uliko, utaingia online, kesho unapata kadi. Kumbe tunaingiza mamluki. Imani yangu itakuwa ndio hivyo, lakini haitokuwa tena kadi ya 30,000. Na kadi sasa hivi 36,000, si ndio? Nadhani na naamini pia kwamba haitokuwa kadi ya 36,000. Kadi itakuwa kidogo iko juu kidogo kwa thamani ya Simba. Maana Simba ina thamani. Ukitaka kujua Simba ina thamani, wewe ukipanda kwenye daladala na hiyo jezi ulovaa, panda kwenye daladala na jezi ulovaa. Mtu wa pili hapa akiwa yuko tofauti, kukugusa anaogopa. Lakini kama haitoshi, wewe nenda kwenye kioo wewe mwenyewe tu, vaa jezi yako, iwe nyeupe, iwe nyekundu, iwe blue, itizame kwenye kioo. Wewe mwenyewe utajipa thamani kwamba leo niko vizuri. Na kama sisi zamani enzi ya Idi Elfitri ile nguo mpya, Simba jezi unatoka tu kwenye Idi, unaingia kwenye Idi tu. Kwa sababu zamani sisi basi tuko tunavaa kanzu. Sasa kwa nini usivae jezi kwenye Idi? Wewe unaonekana huko sawa sawa. Kwa hiyo hayo yote yapo kwenye Simba, na nakuthibitisha huwezi kupata nje ya Simba, huwezi kupata haya mambo. Ukitaka kujua huwezi kupata haya mambo, tizama hizi jezi, tuzungumzie hizi jezi. Kuna institution imebadili majezi mpaka wanarudia zile wanazirudia. Maana anabadili leo anaona haifai, Tondogoa anabadili haifai, mwisho anarudia ile kwa sababu zile jezi za Simba ziko katika ubora wake. Kwa hiyo mimi ni washauri, ishini kwenye Simba. Mtaishi maisha mnayoyapenda, na maisha yanayopenda ni kufurahi. Simba inaleta furaha, haileti karaha. Sasa unapoitaka Simba, basi lazima ukidhi vile vigezo ambavyo vitatangazwa hivi karibuni. Kiu ya kila mmoja wenu kuwa na kadi ya Simba. Niwathibitishie kwamba hizo kadi zitatengenezwa, lakini utaratibu utakuwa kama huo niliowaeleza. Mnaingia kwenye Simba Sports Club, mmeyakuta mambo mazuri mengi mmeyakuta, na inawezekana umeingia kwa kuvutiwa na yale mambo mazuri. Mimi niombe mambo mawili. Kwanza, yalindeni yale mazuri mlioyakuta. Na kama mimi mnabisha, tizama statistics ya watu walioingia Simba mwaka huu na mwaka jana na walioingia huko nyuma. Mafanikio makubwa yaliyopatikana nyuma mpaka tumefika semi-finali, nitaeleza baadaye. Watu wengi wameingia kwenye Simba. Watu wamesinyaa kwa sababu ya matokeo. Lakini huwezi kuwa katika timu ya kushinda kila siku. Lakini mimi siongozi timu ambayo nataka ishindwe. Kwa hiyo uongozi unapambana kuhakikisha Simba inapata mafanikio. Kila siku watu hawalali. Usifikiri kwamba watu wanalala, watu hawapati usingizi. Mimi niko usingizi wakati mmoja leo ukastuka, kesho tuna mechi, kwa mfano leo tuna mechi, unastuka. Lazima ustuke kwa sababu unacheza na mwenzako, hujui amekuja kujaje, lakini nia na madhumuni ni kupata ushindi. Simba itatengenezwa vizuri, na sio itatengenezwa, itaboreshwa zaidi na zaidi kuhakikisha kwamba wewe unapata furaha na unapata kile ambacho unachokitarajia. Simba Sports Club ilizaliwa mwaka 1936. Huko nyuma tumechukua vikombe vingi tu.
na kama kufungana na jamaa tumefungana sana, lakini niwathibitishie, na sina haja ya kusema niwathibitishie, niwakumbushe kwamba record holder wa mafanikio anayeshikilia bendera ya mafanikio Tanzania ni Simba Sports Club. Kwa ushahidi, maana hatuzungumzii Simba Sports Club kwa maneno, kwa ushahidi. Ngazi kubwa kabisa tuliofika katika vilabu Tanzania ni kufika nusu fainali ya klabu bingwa ya Afrika, jambo ambalo Simba imefanya. 1974 Simba Sports Club iliingia nusu fainali ya klabu bingwa Afrika. Hawa watu wote wanawasikia kila siku na nini hawajafikia nusu fainali. Tunaishia makundi, tunaondoka. Tunaishia robo fainali, tunaondoka. Neno nusu, mwa kule Mbeya kwa utasikia mwa. Neno nusu alifikia ni Simba tu. 1974 tulicheza Simba Sports Club na Mehala El Kubra ya Misri. Mchezo ulichezwa hapa, ligi ya kwanza ilichezwa hapa. Hiyo ilikuwa ni nusu fainali. Tukimaliza hapo tungelikwenda fainali. Tumecheza hapa na Mehala El Kubra tukawafunga goli moja. Mechi ya marudiano tukacheza Misri kule mjini, sio mjini, pale mbele kidogo kama kilomita 120 katika kiwanda cha kutengeneza nguo kinachoitwa Mehala. Wakatufunga goli moja. Tulipokwenda katika penalty shootouts wakatutoa, lakini kutolewa kule ndio rekodi mpaka sasa hivi haijavunjwa na timu yoyote katika, sio Tanzania, ni Afrika Mashariki. Hakuna aliyeivunja rekodi hiyo. Kwa hiyo hapo bado tuko katika kushikilia rekodi. Hivi vitu vingine watu wamefikia. Hii finali tuliocheza Zanzibar, msifikiri ni mara ya kwanza. Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulicheza hapa tukatolewa na timu moja inaitwa Stella Etoile kutoka Abidjan. Wale waonjaji kidogo wa mtindi wanakumbuka ile bia ilikuwa inaitwa Stella. Ile Stella ni timu moja pale Abidjan, na ndio hilo tutoa hapa. Na ukumbuka refaria alikuwa anaitwa mtu mmoja Masembe kutoka Uganda, ndio alochezesha ile mechi, wakatufunga goli 2 hapa tukatolewa. Lakini bado mtu akilingalinga akifika hapo atakuwa amekwama, kwa sababu hapo ndio rekodi ambayo sisi tumeshikilia. Bado sisi tunashikilia klabu bingwa Afrika kuwa nusu fainali. Fainali juzi tumecheza Zanzibar, kwa hiyo sio rekodi. Lakini niwaambie mambo mengine madogo haya, kujenga nyumba, kuwa na magari. Jamani, waanzilishi ni Simba. Na mkitaka niwape historia hata ile jengo mimi nitawaambia tu, lakini waanzilishi wa kujenga nyumba sio nyumba ya gorofa, tuzungumzie gorofa, ni Simba. Mwaka 1970 nadhani 70 kitu kama hiyo, tulikwenda Zanzibar wakati Mzee Karume yuko hai. Pale Zanzibar tuliitwa vilabu vingi tu, lakini nakumbuka ile klabu ya Jangwani ilikuwepo. Sikumbuki kama Cosmo walikuwepo, lakini sisi tulikuwepo. Mimi binafsi nilikuwepo, Mzee Karume hapa na mimi hapa nilikuwepo siku ile. Na hiyo sisemi bla bla, ninarudia tena, nilikuwepo. Mzee Karume alisema hivi kwamba anatamani ajenge complex moja kubwa, vilabu vyote, yani vilabu vyote, swimming pool, manini yawepo pale. Wakati huo akisema maneno hayo, ni warudishe nyuma kidogo. Huku Simba walikuwa wamepanga, nyinyi Waarabu mnakumbuka wakati ule nilikuwa na maduka. Haya maduka haya wanaomiliki Wachaga, tunaomiliki Waswahili, nini, haya maduka yalikuwa yanamilikiwa na Waarabu. Wahindi walikuwa wanamiliki maduka ya nguo. Sisi sisemi, lakini Waarabu ndio walikuwa wanamiliki maduka haya. Agobeshi na nini walikuwa wanamiliki Waarabu. Unaona? Kwa hiyo tulikuwa tumepanga katika frame hizi ndio tumepanga katika majumba ya Kiswahili. Ndio klabu ya Sunderland ilipokuwa pale Kongo na Mchikichi. Kwa wale ambao sasa hivi wakifika pale Kongo na Mchikichi, kuna
ghorofa moja kubwa ya Amon. Wale wakwe zangu walishinda kesi juzi wakapewa ile nyumba. Kuna ghorofa moja kama ghorofa 5. Pale ndio ilikuwa klabu ya Sandaleni baada ya kuhama huko kwingine. Tulipokuwa tunajenga sasa, ilipokuwa klabu ile, Meya wa Dar es Salaam Ramadhani Kirundu na wenzake wakatoa wazo kwamba tutaendelea kukaa kwa hawa hagobeshi mpaka lini? Hii sio Sandaleni ya kukaa katika viduka, tuhame. Na kuhama huko tujenge nyumba ya ghorofa. Watu wakabishana. Wakati huo mimi nacheza mpira. Tunabishana, haiwezekani, hatuwezi. Sasa tujenge nyumba ya ghorofa, tunaweza. Watu wakashikana mashati, tukaakwaya kile kiwanja cha Msimbazi. Ile ya kwanza. Tukakaa tukasema hapana, haitoshi kujenga pale. Ile area yote, complex yote, ule mtaa Manyema nini, tuchukue yote. Kweli kwa wakati ule tuliweza kuchukua nyumba ile tuliojenga, ile ya pili na ile ya kona. Kabla ya sababu mbalimbali baada tukaikosa, lakini zile mbili zilikuwa zetu. Kwa hiyo tukaanza kujenga nyumba ya ghorofa. Niwaambie wale wachezaji wanaolalamika, mkiona wachezaji wa zamani wanalalamika na nini, kwa sababu walibeba tofali pale. Ile klabu ilipokuwa inajengwa haikujengwa kwa staili ya hii tuliokuwa nayo sasa hivi. Staili ilikuwa inatumika pale ni kwamba alikuwepo mtu mmoja anaitwa Amiliali Banchawi ambaye ndio alikuwa manager wa timu. Yeye ndio alikuwa msimamizi wa ile nyumba, akawa anasimamia ujenzi. Wanachama walikuwa wananunua tofali kwa shilingi 1. Unanunua shilingi 1 tofali, unapewa risiti. Na kila Jumapili tunakusanyana pale, tunajenga. Na wachezaji wakitoka kwenye mazoezi, ilikuwepo gari ya marehemu Mzee Kirundu ambaye alikuwa meya, wanabebwa, wanakuja kubeba tofali, wanajenga. Kwa hiyo wachezaji wa zamani, viongozi wa zamani, wanachama wa zamani walibeba tofali. Na ndio maana utaona watu wajambogo sana kwa ile nyumba, kwa sababu walibeba tofali. Despite of the fact kwamba walichanga shilingi 100, lakini walibeba tofali. Nisiwaboe kwa hili, lakini nimalizie kwa kusema kwamba ilipotokea sasa tumeitwa na Mzee Karume aliposema atajenga complex moja kubwa, hapo wiki ya pili akatoa mzigo kwa jamaa milioni 2. Sisi wakati huo tayari tuko ghorofa ya pili, nadhani ghorofa ya pili au ya kwanza. Mzee akatoa mzigo kwa milioni 2, jamaa ndo akajenga ile ya Jangwani pale. Ile sio mzigo ule kutoa wao. Mimi kwa ushahidi waje hapa tusimame tuzungumze, mzigo ule hawakutoa wao. Tukasema na unyonge wetu, tukaweka mikono nyuma, tukawa tunapandisha, lakini Mungu si afumani, na sisi tukaletewa mzigo. Ingawa hukufanana na ule, lakini tukaletewa mzigo, tukapandisha, tukafungua mwaka 71 tukafungua. Haya ninyi wote mmeyakuta. Ni wajibu wenu sasa kwa kuingia katika chama hiki, na nyinyi sasa mwanzishe jambo lingine, niseme janga lingine kubwa kwamba haya mmeyakuta, na nyinyi sasa bunini, muwe wabunifu wa Simba yenu, ili na nyinyi sasa watoto wenu, vizazi vyenu vinapokuja virithi haya mambo, ili Simba iwe inaendelea kila siku. Sio haya mlioyakuta mlale haya nayo mlaumu tu, vunja hapa kodi ndogo. Hapana, na nyinyi sasa muwe katika kuijenga Simba. Hampo katika uongozi, mimi niko pale ndani, naona jinsi gani yale majengo yanavyotusaidia, yananunua wachezaji mmoja kumnunua, msifikirie ni pesa ndogo tu. Una milioni yako 70, unataka kupata mchezaji kutoka Kenya. Bwana, hebu kaa na wanao ule milioni 70 hapa Kenya tu umpate mchezaji. Kwa hiyo it's very very expensive kupata wachezaji, na msikae tu kutwa kusema kwamba atoke huyu. Pia kijua kupiga mjue na kukinga. It's very expensive, ya ghali sana, lakini hii yote inawezekana sisi tukishikamana sisi, ili jambo linawezekana. For instance, mimi ninaamini siku kadi zikianza kutoka, huo mzigo utakuwa mkubwa na Simba itakuwa na pesa mengi. Lakini
Sio kwa sababu hatuna pesa ndio tuhangaike hapana, tutengeneze utaratibu mzuri ambao utakuwa sio mzuri tu, utakuwa wa kudumu, ambao pesa yake itakuwa rahisi, hatuingizi mamluki, unajua wakati mwingine mimi navutwa napoambiwa wingi si hoja. Sasa inaweza ikanipeleka huko, mnaweza mkawa wengi alafu ikawa hakuna hoja yoyote ya msingi. Mimi naomba nisiwachoshe, niwashukuru sana sana, niwashukuru kuipenda Simba, lakini pia niwaombe uwepo kwenu katika Simba ni pamoja na kushiriki matukio mbalimbali. Yaani ndio starehe yenyewe, matukio mbalimbali. Njooni kwenye Simba Day, kaeni siku moja kama tulivyokaa leo hapa. Leo tarehe 3, natazamia tarehe 3 mwakani saa kama hii nitakuwa ninakula mpunga hapa mimi wa kusherekea mwaka mmoja wa TAWA. Yaani ndio sherehe yenyewe, ndio hapo watu mnakaa, yaani tunakula mpunga hapa, tunakula mtu akipita kuna nini? Jamaa wanafurahia tu kuwepo katika Simba yao, na huu leo wanatimiza mwaka mmoja. Na msifikiri nyinyi mtakuwa wa kwanza. Wale Iringa wanaangusha ng'ombe kule Nyamwezini kwangu kule, yaani ni vitu vya kawaida, yaani ni starehe fulani, kama vile mwaka mpya watu wanaangusha. Na nyinyi fanyeni vitu ndio kushiriki katika matukio mbalimbali, kwa sababu muda mrefu wewe unapoteza na Simba mwenzio kuliko muda unaopoteza nyumbani. Muda wewe piga hesabu, ukitoka kazini utakwenda klabu, utakwenda muda mrefu unapoteza, ukifika nyumbani wewe umelala. Kwa hiyo huu ndio udugu, na Simba ni ndugu, na ndio pale tunapozungumzia swala la nguvu moja. Jishirikisheni katika Simba Day, jishirikisheni katika matukio mbalimbali. Haya yanajenga umoja wetu, na sio kujenga umoja wetu tu, yanarefusha maisha. Mimi nikikwambia umri wangu wewe utapinga, lakini mimi na starehe, na naamini miongoni mwa ibada ninazozifanya kuwepo katika Simba, yani kuwepo katika Simba, sio kila klabu, kuwepo katika Simba. Mimi najiona kama nikitaja umri wangu wewe utapinga, lakini mimi naishi na una raha tu. Hii kwa nini mnataka kupotea nyie? Hebu bakini katika Simba, shirikianeni na mtaishi mnavyopenda. Naomba niwashukuru sana 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 kabisa. Yaani ningeweza kuzungumza muda, najiona niko uwanja wa nyumbani, lakini bado na majukumu ya kutoa kadi. Zipo hizo kadi? Kadi zipo? Zipo chache kidogo, usiweke nyingi. Mpunga upo?